Kwa majina naitwa Haji Mponda, katibu wa soko la Mpanda Hoteli. Mheshimiwa mwandishi wa habari, kwanza nikushukuru kwa kututembelea katika ofisi zetu hizi za soko la Mpanda Hoteli na kujua hali halisi ni namna gani tunajipanga kukaribia na mvua hizi za masika zimeanza, na ukizingatia sisi soko letu huwa kipindi cha masika tunapata changamoto za mtiririko mkubwa wa maji mengi. Mheshimiwa mwandishi wa habari, ni kweli kama unavyosema. Kwanza nishukuru, tulikuwa tuna ziara hapa ya afisa biashara wa mkoa wa Katavi ambaye alikuja hapa akatembelea masoko yote, na sisi kama soko la Mpanda Hoteli tulimdokezea kuhusu changamoto ya mitalo humu ndani na kule. Ule mtalo wetu wa ng'ambo kule, Mheshimiwa mwandishi wa habari, ule mtalo ni mfupi kwa upande wa huku mkono wa kulia. Kwa hiyo walikuja kufanya tathmini na kuangalia mfumo mzima wa namna gani tunapopata changamoto kuhusu kipindi cha masika, na wakashauri baadhi ya mambo yafuatayo. Moja, walishauri watakwenda kuonana na TARURA ili kusudi huu mfereji upandishwe kidogo, kwa sababu wenyewe ndio unaotupa maji upande wa pili. Lakini la pili, katika mazingira kama nilitaka kuiomba serikali, hususan muombe mkurugenzi wetu wa manispaa ya Mpanda, katika masoko yote ya manispaa ya Mpanda, soko ambalo linaathirika na maji kwa kipindi cha masika kwa asilimia kubwa sana ni soko letu la Mpanda Hoteli. Nitaka nimuombe, kwa msimu huu zinakuja mvua hizi, basi soko letu ili waliangalie kwa mapana makubwa sana. Naposema waliangalie kwa mapana yake ni kwamba kwa sababu kila mwaka sisi kero yetu kubwa ambayo tutezaga sana ni mitaro kupitishia maji hapo. Kipindi cha masika maji yanajaa kule mbele, yani vyombo vinaondoka, dagaa, yani panajaga maji, mwisho walikuwa ni kama bwawa. Kwa hiyo nilitaka sasa kwa kipindi hichi cha masika hii mkurugenzi aliangalia hili jambo kwa jicho pana sana, na naamini mheshimiwa mkurugenzi wetu ni msikivu, watendaji wetu wa serikali wasikivu, msimamizi wetu wa maendeleo kwa wilaya ya Mpanda, MDC mkuu wa wilaya ni msikivu. Kwenye kipindi hichi jamani, na sisi kwenye soko la Mpanda Hoteli basi watufikirie kwa jicho la pili, jicho yani la aina yake, kwa sababu ni kweli mwandishi wa habari, watu wanapata adha kubwa sana kipindi cha masika. Lakini lingine ambalo ni kubwa sana, niombe serikali, maombi yetu makubwa ya kuweka mitaro humu za kupitishia maji taka, hizo drainage zile, tulishaomba kwa muda mrefu. Tuombe katika mazingira kaida sasa, maombi yetu yafanywe kazi ili kusudi tutengenezee zile mitaro ya maji kutoka ndani ya soko ziatoke kwenda nje, ili kipindi cha masika lipitike, mtu unakuja kuhemea unajisikia raha. Mheshimiwa mwandishi wa habari, ili soko letu anahemea, mheshimiwa mkuu wa wilaya ndio soko lake la kuhemea, lakini humu mwanamvua hoza mlindogo mkuu anahemea humu ndani. Kwa hiyo ndio soko lao la kuhemea, wanahemea samaki, kuku, wanapenda sana samaki wa bichi pale na viazi mviringo. Sasa haya utapita kweli maji yamejaa tope, mshoni kuta mtu anaanguka na shungi yake. Kwa hiyo mimi nitaka niombe viongozi wa serikali, hili jambo la kutuwekea mitaro za kupitishia maji taka humu ndani ya soko yatoke kwenda nje walichukulie kwa mapana yake sana, vinginevyo tutaendelea kupata shida sana sisi kama wafanya biashara. Ninaomba sana, kwa sababu natambua serikali yetu ni sikivu. Kwa hiyo ninaamini maombi yetu haya yatafanywa kazi. Tulikuwa na changamoto ya tenki, mheshimiwa mwandishi wa habari, imeshatatuliwa sasa hivi, maji sio kero kwetu. Lakini hili la maji taka, hili la mitaro kipindi cha masika maji yanakuja, na mwaka huu zinakuja kama tunavyofuatia sisi watu utabiri wa hali ya hewa. Wanasema mwaka huu kutakuwa mvua chache, lakini ni korofi. Tunaposikia korofi ina maana upepo, maji mengi, ni vitu ambavyo tuvitegemee. Kwa hiyo kuna siku unaweza kujikuta kwamba hapa pakao kama bwawa la samaki. Sasa hicho kitu ambacho hatutaki tufikie huko. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.